nikuulize swali la kikatili kidogo. Ni mara ngapi umekuwa ukilia usiku ukijiuliza kwa nini mtu fulani amekufanyia unyama huo? Ni mara ngapi maneno ya mtu mwingine yamekuumiza kiasi kwamba ulihisi huna thamani tena? Wengi wetu tunaishi maisha yetu yote tukikwepa maumivu. Tunaogopa kukataliwa, tunaogopa kuachwa, na tunaogopa hukumu za watu. Lakini vipi nikikuambia kwamba kuna siri ya kisaikolojia, ufunguo uliopotea ambao ukisha upata, hakuna neno, kitendo, wala mtu yoyote atakayeweza kukuumiza tena kihisia? Hii siyo motisha ya uongo. Hii ni sayansi ya nafsi kutoka kwa mmoja wa wataalamu wakubwa wa saikolojia kuwahi kutokea duniani, Carl Gustav Jung. Leo tutapita kwenye kanuni 5 nzito za Carl Jung ambazo zitakuvua ngozi ya zamani ya kuumia hovyo na kukuvika ngozi ya chuma. Kanuni ya 5 ndiyo ambayo watu wengi wanaikosa na ndiyo sababu wanabaki watumwa wa hisia za watu wengine milele. Karibu kwenye safari ya kuwa unbreakable. Kabla hatujazama kwenye kanuni ya kwanza, bonyeza kitufe cha subscribe na hiyo kengele hapo pembeni. Hapa hatufanyi entertainment, hapa tunafanya transformation. Jiunge na familia hii ya washindi. Tayari? Asante. Twende kazi. Kanuni ya kwanza, the shadow, kukubaliana na kivuli chako. Jambo la kwanza linalokufanya uumie kirahisi ni kile Jung anakiita the shadow, kivuli. Fikiria hivi, ukitembea juani, kivuli chako kipo nyuma yako, sivyo? Huwezi kukikimbia. Kwenye saikolojia, shadow ni zile tabia, hisia na mawazo ambayo unayo lakini unayakataa. Unajiona wewe ni mtu mwema sana, mpole na huna wivu, lakini kule gizani kwenye unconscious una ukatili, una wivu na una tamaa mbaya. Sasa, kwa nini hii inakufanya uumie? Carl Jung anasema, kile unachokikataa kinakutawala. Mtu akija na kukuita wewe ni mbinafsi au mkatili, unaumia sana kama wewe mwenyewe hujakubaliana na ubinafsi ulio ndani yako. Unaumia kwa sababu anagusa kidonda ambacho unajaribu kukificha. Lakini siku ukifanya shadow work, ukikaa chini na kujisema, ndiyo, mimi nina uwezo wa kuwa mbinafsi, nina uwezo wa kuwa na hasira. Siku hiyo maneno ya mtu hayatakuumiza. Mtu akikutukana, badala ya kuumia, utamtazama na kusema, labda anaongea ukweli au labda anaongea upuuzi, lakini haitaingia ndani ya moyo wako. Ili usiweze kuumizwa, lazima kwanza ukubali kuwa wewe sio malaika. Wewe ni binadamu usiyekamilika, mwenye mema na mabaya. Ukimiliki giza lako, hakuna mtu anayeweza kulitumia kukushambulia. Kanuni ya pili ni project, uakisi wa ndani. Hapa ndipo wengi wanapopotea. Tunadhani watu wanapotufanyia ubaya ni kuhusu sisi. Jung anatufundisha dhana ya projection. Sikiliza kwa makini. 90% ya mambo ambayo watu wanasema au kukufanyia hayana uhusiano wowote na wewe. Jung aligundua kuwa watu huakisi vivuli vyao kwa wengine. Mtu anayekuchukia bila sababu, mara nyingi anachukia kitu ndani yake ambacho anakiona kwako. Mtu anayekusaliti, kukusema vibaya, anapambana na vita vyake vya ndani na wewe umekuwa tu pazia la yeye kuonyeshea filamu yake ya maumivu. Ukishalielewa hili, unakuwa na kinga ya ajabu. Mtu akikutukana mtandaoni au mpenzi wako akikutolea maneno machafu ya kuvunja moyo, badala ya kulia na kujiuliza, nimekosea wapi? Unaanza kumwonea huruma. Unajiambia, maskini, huyu mtu ana maumivu makali sana ndani yake kiasi kwamba analazimika kuyatapika kwangu. Huumizwi na sumu ukijua kuwa hiyo sumu haikutengenezwa kwa ajili yako, bali ni yeye anajaribu kujitibu mwenyewe na njia mbaya. Ondoa nafsi, ego, katikati. Elewa kuwa watu wanapambana na vivuli vyao wenyewe. Kanuni ya 3 ni the persona, au kutofautisha wewe na kinyago chako. Neno hili linatoka kwenye Kilatini likimaanisha mask, kinyago. Sote tuna persona.
Hii ni ile sura tunayoionyesha jamii. Wewe kama mfanyakazi bora, wewe kama mke mwema, wewe kama tajiri. Tatizo linakuja pale unapojisahau na kudhani kuwa wewe ndiye hicho kinyago. Kama unajitambulisha kwa 100% na kazi yako, siku ukifukuzwa kazi unapata depression na kuona maisha yameisha. Kwa nini? Kwa sababu mask imevunjika na unahisi wewe pia umevunjika. Kama unajitambulisha kwa 100% kama mpenzi wa fulani, siku huyo fulani akikuacha, unahisi umekufa. Carl Jung anatufundisha kuwa na utengano. Vaa kinyago chako kulingana na mazingira, kuwa mcheshi, kuwa kiongozi, lakini ndani kabisa jua kuwa wewe ni zaidi ya vyeo, zaidi ya mahusiano na zaidi ya mali. Watu au mazingira wanaweza kuharibu persona yako, wanaweza kuharibu sifa yako, wanaweza kukufukuza kazi, lakini hawawezi kukugusa wewe halisi, the self, kama unajua tofauti yake. Jifunze kusema, hii ni hali yangu ya sasa, sio mimi. Hapo utapata amani isiyotikisika. Kanuni ya 4 ni individuation, safari ya kujitimiliza. Hii ni hatua muhimu sana. Jung anaita individuation. Hii ni safari ya kuwa mtu kamili aliyejitenga na saikolojia ya kundi. Watu wengi wanaumia kwa sababu wanategemea furaha yao itoke nje. Unataka mume wako au mke wako akukamilishe. Unataka wazazi wako wakusifie ndipo uone umefaulu. Huko ni kutoa remote control ya maisha yako kwa watu wengine. Individuation ni mchakato wa kurudisha hiyo remote control. Ni pale unapoacha kutafuta nusu nyingine, better half, na kugundua kuwa wewe mwenyewe ni mzima, whole. Unapofikia hatua ya individuation, huishi ili kumfurahisha mtu, wala huishi kwa kuogopa kumkasirisha mtu. Unaishi kulingana na thamani zako za ndani. Mtu akikuacha, unaumia kidogo kibinadamu, lakini huharibiki kwa sababu utimilifu wako haukuwa mikononi mwake. Mtu akikukataa ni sawa kwa sababu wewe hujajikataa. Siri ya kutokuumizwa ni kujenga himaya ndani yako ambayo hakuna mtu anayeruhusiwa kuingia kuibomoa. Hii inahitaji ujasiri wa kukaa peke yako, kujisikiliza na kujipenda bila masharti. Kanuni ya 5 ni synchronicity na utafutaji wa maana. Tufunge na kanuni ya 5 ambayo nilikuambia ndio watu wengi huikosa. Carl Jung hakuamini katika nasibu kama tunavyoichukulia. Aliamini kuwa matukio ya nje yanaakisi hali yetu ya ndani. Lakini kubwa zaidi ni hili: maumivu hayaji kukuua, yanakuja kukuamsha. Ili usiweze kuumizwa tena, lazima ubadili tafsiri ya maumivu. Badala ya kusema kwa nini mimi, anza kusema hili tukio linanifundisha nini? Mtu aliyekusaliti kwa mtazamo wa Jungian amekuja kuonyesha mahali ambapo bado hujajipenda vya kutosha. Kufukuzwa kazi kumekuja kuonyesha kuwa ulikuwa umelala kwenye eneo ambalo sio saizi yako. Unapoacha kuwa mhanga, victim, na kuwa mwanafunzi wa maisha, maumivu yanapoteza nguvu yake ya kukutesa na yanageuka kuwa nguvu ya kukukuza. Hakuna mtu anayeweza kumuumiza mtu ambaye anatafsiri kila pigo kama darasa la kuinuka juu zaidi. Rafiki yangu, kutokuumizwa haimaanishi kuwa huna hisia. Inamaanisha hisia zako hazikuburuzi. Inamaanisha unajijua, unaelewa wengine, hutegemei vinyago, unajisimamia na unajifunza. Unapochukua saikolojia hii ya Carl Jung na kuiweka kwenye maisha yako ya kila siku, unakuwa kama mwamba katikati ya bahari. Mawimbi yatapiga, dhoruba zitakuja, lakini wewe utabaki imara. Kama video hii imekugusa, naomba ufanye jambo dogo lenye maana kubwa. Andika kwenye comment chini neno mimi ni mwamba. Hii ni alama ya kwamba umepokea nguvu mpya leo. Asante.